Heri ya siku kuu ya wafanyakazi kote ulimwenguni kwa wafanyakazi wangu wenzangu wote duniani. Hii ni siku yetu ya kujidai, ya kuringa na kusherehekea kwamba leo ni ile siku ambayo na sisi juhudi zetu zinatambulika, au sivyo? Cha ajabu leo wakati natoka nyumbani nimebeba suti yangu hii nakuja kazini, binti yangu Mariam ananiambia, baba, unaenda wapi? Nikamwambia naenda kazini. Leo si sikukuu ya wafanyakazi. Nikamwambia ndio maana naenda kazini kuwatakia heri ya sikukuu ya wafanyakazi. Kwa hiyo this is special program ya leo, naomba ni dedicate special kwa binti yangu Mariam. Asanteni sana. Lakini baba zao wakubwa na wadogo pia nao hapa. Jamani, nyie nyumbani mumeaga? Tumeaga. Tumeaga na familia pia imetokea heri. Na tumepewa ruksa vile vile. Ayaya. Jamani, tuanze. Haina shida. Firimbi maalum kabisa kwa wafanyakazi wenzangu wote wa Azam Media Limited na kote ulimwenguni. Hii ni ishara ya kwamba leo ni sikukuu yetu sisi ya kusherehekea kama watu ambao tunaitumikia taifa kwa namna moja ama nyingine. Kwa hakika kabisa, kipenga cha mwisho inaitumikia taifa kwa sababu tunatoa elimu ya sheria za soka kwa wachezaji, waamuzi, viongozi na watu wote kwa ujumla. Niseme tu kitu kimoja. Leo wakati natoka nyumbani. Naam. Sawa, Simon Belwa. Naam. Idi Manase. Naam. Idi Ahmed Manase. Abaika. Simon Francis Mbelwa. Leo nawaita kwa majina matatu. Naam. Mariam binti yangu ananiambia, baba, unaenda wapi? Leo si sikukuu. Nikamwambia, mwanangu, leo ni sikukuu ya wafanyakazi. Kwa hiyo naenda kuwawish wafanyakazi wenzangu wote. Leo ni sikukuu yetu ya kusherehekea. Nyie mumeaga nyumbani? Tumeaga na familia na watoto pia. Mkawaambia mnaenda kazini? Na binti yangu anaitwa Karen. Anaitwa Karen Simon Mberwa. Anambia baba, kila laheri, urudi salama. Kazi njema. Ni dua muhimu sana hiyo kwetu. Mimi wanangu Niza Idi Manase na Ibtisam Idi Manase wamenipa ruksa kabisa, na mke wangu mpendwa kanaambia nenda kafanya kazi yako siku ya wafanyakazi. Ndio. Basi naamini kabisa show ya leo ina baraka zote, kwa sababu na mimi hii show ya leo naomba ni dedicate kwa watoto wetu, kwa maana kwa upande wangu Mariam Osman Kazi. Amen. Na Abdul Hakim Osman Kazi. Safi. Na I hope kila kitu kitaenda sawa. Sasa niwaambie kitu moja. Wiki 2 zilizopita kuna kitu nilipost mimi kwenye page yangu ya Osman Kazi 1. Ndio. Halafu nikauliza swali kwamba munadhani ni jambo gani linatokea kutokana na hii picha nilioipost hapa. Kuna watu wengi waliweka maoni yao, na pia niliweka ahadi ya kutoa zawadi ya shilingi 10,000 kwa atakayepatia. Bwana, hiyo 10,000 haikupata mtu. Sasa leo mimi naenda kufichua siri. Hii picha ambayo ipo hapa hewani, ndio niko hapa na General Manager wa Mass Communications Limited, main dealer wa vifaa vya Hisense, akiwa na staff wenzake Sylvester pamoja na Kabal. Kampuni ya Mass Communications Limited kupitia bidhaa zake za Hisense
wamedhamini show ya miaka 10 ya Kipenga cha Mwisho. Hongera kwao. Hongera kwao. Na kuna mambo mazuri insha Allah baada ya hiyo show itakuja kupitia kampuni ya Mass Communications Limited Ambao yako kwenye hayo tutakuja kuyasema siku ya sikukuu ya miaka 10 ya Kipenga cha Mwisho ambayo yapo very soon. Hapa tutawatangazia tarehe, Inshallah. Basi tupate mapumziko mafupi. Tukirudi leo, kama ilivyo ada, tunataka tuangalie referee anawezaje akaitengeneza mechi, au nini kinaweza kikatokea mechi ikatoka mkononi, au sivyo? Sawa. Tupate mapumziko mafupi. Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Kipenga cha Mwisho, na sasa bila kuchelewesha muda tunaingia darasani kwetu, darasa ambayo imekuwa na impact kubwa kwenye jamii yetu, na kuna mtu mmoja naomba nimpe hizi salamu. Ndio. Ndugu yangu Bwana Shamis, huyu ni mdau mkubwa sana wa Kipenga cha Mwisho, alafu ni mtu ambaye anafuatilia sana matukio. Alikuja akahoji goli la Stellenbosch, nini kilipeleka kakataliwa. Sasa nimwambie tu kakaangu Shamis, tunayo, using'atuke hapa kwenye kwenye Kipenga cha Mwisho leo, tunayo hiyo tukio. Simon, Naam. referee Ndio. kwenye mechi tunampa cheo gani? Ni referee sawa, lakini kuna cheo ambayo yeye kama referee anatakiwa aivae kwenye mechi. Ni cheo gani hiyo? Kwanza kazi mwamuzi wa mchezo husika ni mwamuzi ambaye amepewa majukumu ya mchezo. Yeye ndio jaji, yeye ndio hakimu, yeye ndio the say, yani ndio mtu wa mwisho. Hata awe nani, maana yake maamuzi atakuwa amua yeye siku ya mchezo. Ndio maamuzi ya mwisho. Lakini majukumu yake ni mengi kidogo. Tutajie machache. Machache, kwanza achezeshe mpira watu kufuata sheria 17 za mpira wa miguu, kazi zake. Lakini pia aoneshe ushirikiano na waamuzi wasaidizi wake. Okay. Lakini ya tatu, pia aoneshe ushirikiano na timu zote mbili. Okay. Na mwisho la 4, na washabiki wapate kutoka salama ndani ya uwanja. Very good. Manase. Naam. Leo nataka sauti itoke. Haina shida. Leo sauti itoke. Sawa. Una kitu gani cha kuongezea hapa kwa Simon? Mimi naongezea kwamba referee anapokuwa amepewa mamlaka ya kuchezesha mpira, ndio, kwa hiyo matokeo yote yatakayotokea katika mpira ule yaheshimiwe. Maamuzi yoyote ambayo yatakayotendeka pale katika uwanja yaheshimiwe. Okay. Kuna lingine labda? Kuna moja mimi naifikiria mpaka sasa hivi, natamani mmoja wenu aiseme. Lakini pia kutunza kumbukumbu za mchezo husika. Okay. Naomba mimi niseme kitu moja. Ndio. Kwangu mimi referee ni mzazi. Okay. Wa zile dakika 90. Kwa nini napenda nichukue mfano wa mzazi? Mzazi atafanya lolote lile kuhakikisha familia yake inakuwa katika hali nzuri.
au sivyo? Ndio. Na atapambana kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo to me referee namchukua kama mzazi na ile mechi ni mtoto wake. Sahihi. Kwa sababu hata wakati tunaingia kwenye semina tulikuwa tunaambiwaga kitu moja kwamba sheria za soka ziko 17. Ndio. Halafu ya kwetu sisi tunawekaga ya 18 ambayo ni busara za kuweza kufanyikisha mchezo husika. Kwa hiyo nikisema kwamba referee ni mzazi, ndio maana yangu. Upo sahihi. Kwamba atumie busara kuweza kufanyikisha huo mchezo. Sasa hii kitu mimi niliona kwenye mechi kati ya Fountain Gate na Young Africans iliyochezwa hivi karibuni Manyara pale. Na naomba tuanze kwa kuangalia, halafu Simon pamoja na Manase nitaomba haya matukio muya relate kwa Nasoro Mwinchui kuwa mzazi wa hii mechi. Sawa? Alifanya vitu gani ambayo aliweza maintain na control hii mechi ilivyokuwa inatakiwa. Huku tukizingatia kitu moja. Kama unavyomjua Nasoro Mwinchui ndio the most experienced referee kwenye NBC Premier League kwa msimu huu na hata kwenye CRDB Confederation Cup. Yeye ndio referee mwenye aliyechezesha kwa muda mrefu kuliko hao wengine bila shaka. Hayupo mwingine. Katokea Pwani, ameenda Tanga, namfahamu vizuri sana. Yanangu wa Bagamoyo namfahamu. Safi kabisa. Haya. Tukio hili hapa. Sawa. Haina shaka kwamba hili stahili yellow card. Of course. Sawa. Of course. Lakini kuna kitu kimoja nimekiona Nasoro anakifanya hapa. Aliacha kuongea kwanza na aliyecheza foul, akaja kuongea na jezi namba 13 ambaye alikuja kumtetea Joram. Alitenda kosa. Au sivyo? Yeah. Ndio. Lakini baada ya kumalizana na yule jezi namba 13, angalia reaction yake kwa Joram jinsi ilivyokuwa. Simon. Yeah. Hai, hii tunaiwekaje? Kwanza faulu iliyofanyika iko sahihi na yellow card iko sahihi, na pia mwamuzi ametumia hekima kubwa sana kama mzazi. Maana sasa natumia lugha ya mzazi. Tukio alolifanya mchezaji, unajua amefanya Joram amemfanyia faulu moja mbaya sana. Faulu moja mbaya kwa maana ya muda. Ameukwida mkono. Kama Mdathiri asingejiregeza mwili wake, ule mkono, ndio ule mkono ungeweza kuvunjika au bega lingeweza kustuka, lakini ametumia hekima kubwa sana kama mzazi mwamuzi, lakini alikuwa na yote mawili kufanya pale katika ile tukio. Tukio hii ilinikumbusha tukio kati ya Mohamed Salah na Ramos. Finali ya, nadhani ilikuwa finali ya Champions League. Real Madrid Liverpool. Kitu kama hicho. Alimchezea foul kama hiyo, lakini ile alimng'ang'ania ule mkono mpaka akaenda nao chini ya Ramos. It was a very technical foul. Kwa hiyo hii nayo ilikuwa ni foul moja ambayo sio salama sana kwa mpinzani. Mpinzani ndio opponent ya. Manase. Naam. Wewe hii mimi hapo mwamuzi kanifurahisha kidogo, kwa sababu katumia sana busara yake. Kwa sababu huyo aliyekuwa amekuja spidi na huenda naye labda alikuja na lugha nzuri. Kama angekuja na lugha mbovu, maana yake naye angekutana na kadi nyingine. Lakini sasa naona alivyokuja alikuja kwa lugha nzuri ya kumuomba mwamuzi
labda anamwambia bana faulu ya kwanza ya kwanza au mpaka si ujanja ule bana, msamee bwana, naweza kuwa ni faulu ya kwanza, lakini sasa kulingana na ile faulu lazima kadi itolewe. Naambia hata kama ningekuwa ni mimi ningeambia bana, pamoja na busara zako za kuja nazo, lakini huyu anastahili kupewa kadi. Okay, naomba unipishe. Hii tukio ilikuwa dakika ya 18 ya mchezo. Sawa. Au sio? Dakika ya 18 ya mchezo. Kutoa kadi mapema namna hiyo sahihi? Kadi haina muda. Sure. Ndio. Kwa sababu inategemea na tendo lolifanya. Kwa sababu unaweza umetenda kosa la kadi nyekundu dakika ya kwanza, hawezi kukuacha kwa sababu itakuwa ni faida kwa timu ambayo haikupewa kadi ile. Kwa hiyo lazima uhalalishwe tu. Kadi haina muda kwa sababu anakuambia kadi utapewa hata kabla hamjaanza mchezo kulingana na kosa lako. Hiyo inakuwaje? Unamuonyesha mchezaji kadi kabla ya mchezo? Kama ni kadi nyekundu tunakupiga kadi nyekundu. Bana naanza hapa kadi. Lete. Na filimbi ni ngupi? Na filimbi ndio. Ala? Na unamuonesha yeye mwenyewe? Na mimi nakuonyesha wewe sasa. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu nimekuletea. Umeniletea kadi. Nipe kadi, unachagua nikupe njano nyekundu. Lakini ujiandae, kuna comment nitakupa baada ya wewe kunionyesha hiyo kadi. Ujiandae na hakuna kujitetea. Mimi hiyo kitu siangalii. Mimi tuokoe muda. Nionyeshe hiyo kadi. Unastahili kupigwa kadi nyekundu. Mimi nimekupa filimbi, nimekupa kadi. Alafu unataka unionyeshe mimi, sio? Sasa sawa, nionyeshe. Mfano hapa tunataka kabla mchezo hujaanza. Tuko dressing table ndani ya chumba. Dressing room. Sasa tumeshatoka kule na kuja kuonyesha huku, sikuonyeshei kule. Hapa kwangu kwamba wewe unastahili kadi nyekundu. Ndio? Wewe hiyo nyekundu. Bwana mzazi wewe hatari. Wewe mzazi hatari wewe. Alafu ngoja wewe mzazi hatari. Yaani nimekupa filimbi, nimekupa kadi, alafu unaonyesha kadi nyekundu. Haya, endesha show wewe. Pote na badi. Maana yake inabidi kazi aondoke. Mimi umeniondoa shehe. Au sio? Ndio. Au fanya kazi moja. Njoo wasiliana na assistant wako ili labda unipunguzie adhabu ya kadi. Anasema mimi nitaondoka kweli hivyo. Bana, nastahili kadi nyekundu? Tumesamee. Lakini kadi nyekundu yako tu. Kadi nyekundu ni halali yako, lakini nimekusamea. Tuendelee. Basi ondoka mimi. Kipindi kinaendelea. Ili asiondoke. Fanya mfano huu kwangu mimi. Kwa assistant wako kama mchezaji yani sasa. Unanipa kadi tulikuwa dressing. Nilikufanyia kosa gani labda ili watazamaji wapate kusikia. Sasa tunakuja kwamba wewe nilikufanya nini kule chumbani au kazi alifanya nini? Kule chumbani kazi alinitukana mimi mwamuzi. Alikutukana mimi mwamuzi. Sina hulka lakini ya kutukana. Lakini sasa uko chumbani refa mzazi huyu hatari huyu. Yaani wewe ni mfano kali. Kwa hiyo si kweli kwako lakini ni mfano. Tunatoa darasa. Kwani mimi sijui kwamba huu ni mfano na mimi pia natoa mfano kwamba mimi nimekutukana. Ndio kutukana wewe. Mimi ndio umenionea refa. Pole sana. Mzazi wewe hatari wewe. Sasa baada ya Kobe tumekupa kadi nyekundu hapa, inabidi wewe uondolewe na nafasi yako itachukuliwa na mtu mwingine. Tunaendelea na mchezo kama kawaida kwa wachezaji wale. Kwa hiyo mchezaji akionyesha kadi nyekundu kabla ya mchezo kuanza, huyo mchezaji ataondolewa kwenye orodha na aliyekuwa kwenye orodha anakuja kuziba nafasi yake. Anakuja na haitahesabika kama ni sub. Sio sub. Hiyo mchezo hujaanza hesabika kama sub. Yes. Jamani, mumeipata hiyo? Mali zako hizi. Baki nazo. Asante. Baki nazo. Huyu mzazi hatari jamani. Yaani mampa vitendea kazi alafu kaya kelima ile bustani yangu. Kwa hiyo ipo hivyo kwamba kadi ikitolewa kabla ya mchezo kuanza, hatuzungumzii half time. Half time mchezo umeshaanza, lakini kabla ya mchezo kuanza, mchezaji akionyesha kadi nyekundu, mchezaji huyo atabadilishwa na mchezaji ambaye aliorodheshwa katika orodha ya wachezaji wa akiba. Sio tena mtu atoke jukwani aje aingie, hapana. Huyo jukwani hataruhusiwa. Sahihi? Safi. Kwa hiyo Mwinchui hapa alionyesha mfano ya mzazi. Haya, tunakuja kadi aliyoonyeshwa Mwenda. Sawa? Unadhani kwa nini Mwenda hapa ameonyesha kadi ya njano? Na hii kuna kitu mimi nitawauliza.
Mwenda kaonyesha kadi ya njano. Then amefanya nini? Si ameslide kucheza mpira? Ameslide kucheza mpira, lakini mpira ule hakuucheza. Ameenda kushika mpira, ameukumbatia kabisa ule mpira. Manake ameuzuia usiende kwa opponent. Usiende mbele. Haya. Hii kadi ya njano sahihi? Sahihi. Simon, sahihi? Of course yuko chini. Yani shida pale ni moja. Tukio. Mtu wa mwisho yeye hapa. Ndio. Au sivyo? Okay, sasa kule. Sawa. Kadi ya njano ilikuwa sahihi? Ukienda kisheria. Naomba tuangalie taratibu. Tuangalie taratibu. Nimeshaelewa sasa. Sawa kwa sababu ni mtu wa mwisho. Amekwenda akaslide mpira kwa nani? Yeye mtu wa mwisho. Okay. Maana yake angeupata opponent. Alikuwa na uwezo wa kwenda kufunga. Kazuia goli bwana halali. Ndio maana. Mtu wa mwisho kazuia goli halali. Kazuia, mwake hapo ni kazuia goli. Mtu wa mwisho. Hapo. Kadi ya njano sahihi au ilistahili kadi nyekundu? Mtu wa mwisho kwa huko kuna mtu hapo. Sasa kazi ina nani kazi anataka kututega. Lakini kimsingi mtu wa mwisho kwa hapa bado sio yeye. Sio yeye, mtu wa mwisho yuko. Tayari Young Africans kuna beki ambaye ana nani, sio mtu wa mwisho. Kwa hiyo hapa unataka kuniambia mtu wa mwisho huyu hapo. Huyu hapo. Okay. Kuna huyo. Ni huyo? Una uhakika? Yeah. Hebu ngoja tuiweke full screen mtazamaji wetu pia aweze kutuambia. Sawa. Huyu ndo mtu wa mwisho? Angalia kwenye screen hapo vizuri. Vipi? Tawasaidia kitu kimoja. Kwa hii picha, sawa, tumii maamuzi ya Mwinchui ni sahihi. Why? Tukio limetokea kama yadi 3 kutoka kwenye center circle. Center circle, eneo ya center circle. Unaweza ukasema kwamba it was a promising attack. Ni shambulizi ambalo mtu alikuwa anaenda kupata goli? Hapana. Mara ngapi tumeshaona kwamba forward anakwenda na mpira lakini defender anatoka hata hatua 4 nyuma, anakuja anamkuta yule forward. Au sio? Hapa distance kati ya same circle. Achana na Mwenda, tunakuja huyu defender mwingine kaelekea huko. Na mpira kama ulikuwa unaelekea golini, huyu bado alikuwa na uwezo wa kumkuvua. Kwa hiyo hii hatuwezi tukaihesabu katika fungu la dogso. Kwa sababu bado alikuwa hajakaribia eneo la penalty. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba hapa yellow card ilikuwa sahihi. Very clear. But kuna kitu mimi nilitegemea kuiona kutoka kwa Mwinchui hapa. Mwinchui hapa alikuja kamonyesha kadi. Sawa? Ndio. Halafu anamwonyesha kadi ya njano, anaondoka. Isingependeza kwamba angempa maneno fulani? Ilipendeza aongeze maneno ulichokifanya. Usirudie tena, pamoja na yellow card yako. Ongeza umakini. Au sivyo? Afu style yake anatoa kadi anatabasamu. Mimi nani yuko nani anatakiwa? Kwani nani Manase? Naam. Sisi kwani ni wachezaji ni maadui zetu? Sio maadui. Sisi hatuna adui. Sisi pale tunasimamia tu mpira, sheria. Au sivyo? Ndio. Kwa hiyo tumi reaction ya Mwinchui iko sahihi. Haya. Nakuja
Haya, twende hapo sasa. Tunamdiscuss Kihimbwa kwenye mechi dhidi ya Yanga, sawa eh? Minchui hapa hakuitoa hii foul, sawa eh? Ndio Move inaenda hii move, nimeiachia kidogo, ndio inakuja inatokea obstruction hiyo, sawa eh? Kwanza ilitokea hii ya kwanza, but mwangalie Kihimbwa huyu hapo amemfuata Mwinchui, anamwambia kule. Ngoja tumweke kwenye spotlight. Hapo ngoja tumkuze kidogo hapa, sawa. Anamwambia refa, nilichezewa kule. Dakika ya ngapi? Dakika 11. 12 ya mchezo. 12 ya mchezo, sawa. Sahi? Yeah. Bado mapema. Huku hizi foul zilizotokea, sahihi kabisa, ni foul zote mbili. Hii ambayo nani hiyo fraction hiyo amemshia kwenye jiwe. Ya kwanza hiyo. Yes, hii ambayo Lukabuya alimchezea, ambayo kugusa hata mpira. Akamwondoa mchezoni, Frank akaondoka na mpira, hatimaye inakuja inatokea hii foul hapa. Sawa? Inakuja hiyo bado ile ya kwanza. Ndio hiyo inarudiwa tena. Okay. Sawa? Mpira huo umeondoka, Max anampa Mudathir, amempa nani? Ana drive mwenyewe, anabadilisha, anampa Frank Mwenda, anamrudishia huku. Sasa Frank huku amechezewa foul, huku assistant kawasha kibendera. Na nani foul nyingine hapa pia amechezewa foul hapa, au sio? Kwa wakati mmoja foul mbili zimetokea. Kwa nini amekuja kumwonyesha yellow card huyu wa huku mwanzo na sio alimchezea Max Zingeli foul? Kwa nini aliopt kuja kumchezea huyu huku? Manase, hebu niambie wewe. Kosa lilokuwa huku lilikuwa kubwa kuliko la huku, ndio maana ilibidi arudi kuja kumpa kadi huyu huku. Itizama hii move inavyoenda. Max anakwenda, anabadilisha upande, anampa Mwenda, akawa blocked. Hii ya huku hizi foul ni foul ndogo, hii hapa ni foul kubwa. Kwa hiyo kwenye sehemu moja zikitokea foul mbili, tunaangalia ile kubwa zaidi. Na kama zote mbili zilikuwa zinahitaji foul, zote unakanyaga huku na huku unakanyaga wote unaonyesha. Inatokana na ukubwa wa kosa lenyewe lilotendeka. Safi kabisa. Haya, tunaangalia sasa foul hii hapa. Dakika ya 33 ya mchezo. Kanyaga. Itazameni vizuri hii foul. Ilistahili kadi. Ilistahili kadi. Ngoja kidogo kazi hapa. Mbona? Tuangalie vizuri. Kuna mikono. Kuna mkono?
Okay, twende hapo. Ngoja tu pause. Haya, twende. Kihimbwa anaucheza wa mpira. Max anakuja. Max kaanza kufanyaje? Hapa chini. Ameanza amemnini? Ameanza nia ya Max obviously ilikuwa ni kucheza mpira. Kucheza mpira. Lakini yes. Alifanikiwa kucheza mpira au afanikiwa? Nani mguu wa kushoto wa nani wa Kihimbwa. Sawa. Kufanikiwa. Kwenye kujitetea kweli Kihimbwa amemgusa usoni. Amemgusa usoni lakini si dhamira ya kupiga. Ilistahili kadi ya njano kwa Kihimbwa. Ukiangalia very shosho, yani ni si lugha gani nzuri, yani kama haikustahili vile yellow card, kwa sababu unasikia, mimi naomba tu unasikia, kazi yetu sisi tusifikiri, tuseme kile ambacho haikustahili, kilikuwa kinastahili. Kama ilistahili tuseme, haikustahili tuseme haikustahili kazi yellow card. Yani ilikuwa ni kama mzazi, maana tulizungumzia mzazi ile, kama mzazi ile haikustahili yellow card. Kama mzazi, okay fine, kama mzazi, but hata kama sio kama mzazi, hata kama sio mzazi, msimamizi, kama msimamizi, okay, twende kwenye usimamizi. Aliyekuwa anamiliki mpira ni Kihimbwa. Mwenyewe alikuwa anamiliki huo mpira. Yes. Sawa. And then mtu anakuja kumchallenge. Anamchallenge kwa njia ambayo haikuwa fair, tuseme. Haikuwa fair. Sawa. Amemkotua mguu. Huyu kwenye kujitetea ili aendelee kumiliki mpira, mkono wake kwa namna moja moja, sio kwa nia ya kupiga, kuweka distance, umeenda usoni. Sawa. Wewe uliokuja kudefend, au sivyo? Ulitakiwa utengeneze mazingira ya usije ukaathirika na unavyoenda kudefend. Manase, sahihi sio sahihi? Ni sahihi. Alafu pale huyo alivyoguswa usoni akawa anatafuta sababu ya ili jamaa apate kadi au apate foul. Apate foul. Kwa sababu alishaona kwamba hana uwezo wa kuchukua mpira. Ndio. Techniques za mchezaji pale mazingira, au sivyo? Kwa hiyo hapa kidogo hasira za Kihimbwa tunaziheshimu, kwamba aliona kama Mwinchui hakumtetea kama mzazi. Alafu ukizingatia hapo tena, mara ya kwanza huko alishachezewa foul huko. Sasa anaona anazihesabu mtoto. Naomba nije nimalize na hii moja hii. Kulikuwa na battle maalum kati ya Kihimbwa na Mwenda. Angalia tena. Same scenario ambayo alionyesha kadi ya njano kule. Dakika za nyongeza ya kipindi cha kwanza, Mwenda anakuja anakuja analalamika kwamba amechezewa hiyo foul. Tuangalie kidogo hii. Yaani kwa sisi, kwa hili jopo letu Mbelwa pamoja na Manase, mimi naweza nikasema kitu moja kwamba Yanga walikuwa wanacheza na mindset ya Kihimbwa. Ndio. Kwamba walikuwa wanamprovoke kwa namna moja ama nyingine. Na ameingia. Na yeye akaingia kwenye mfumo huo walikuwa wanamtana nini. Sasa hapa kuna kitu mimi nilikipenda kwa nani? Kwa Mwinchui. Angalia nini alichokifanya. Kihimbwa anaenda anabembeleza kwamba refa hii sasa tumii sipati ile nani. Apate saa zote nani. Mwinchui alikuwa na uwezo wa kumwonyesha kadi ya pili, second yellow akamtoa. But angalia nini alichokifanya. Anawaondoa kila mtu pale. Anamuita Israel Mwenda, anamuita Kihimbwa. Wazungumze nani pale. Mzazi sasa. Yes. Haya, mchezo umeisha. Sasa hii ndiyo role ya mzazi. Anamwambia shusha jazba. Sawa. Okay. Anafanya kitendo cha kumrudisha kwenye mchezo.
Kwa hiyo hapa sasa ni mchezaji kama mchezaji kuadopt kile ambacho umeambiwa na mzazi. Ndio. yeah. Maana mimi nacheza na mzazi. Kwamba referee ametaka nishushe jazba, Yeah. shusha jazba kwa faida ya timu yako, au sivyo? Yeah. Jamani, nadhani mmepata elimu nzuri hapa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tuna matukio mengine yaliyotokana na mechi kati ya Coastal Union na KenGold, lakini na mechi zingine tutazitizama baada ya mapumziko mafupi. Ni kipindi cha kipenga cha mwisho. Hii sasa ni kipindi cha pili cha kipenga cha mwisho, na bila shaka bado upo mbele ya runinga ukiwa umetega masikio na macho yako ukiwa unaangalia matukio ambayo tumekuletea, ya uweze kuyadadavua na kuelewa sheria inatuelekeza nini katika kuamua haya matukio yanayotokea. Okay. Coastal Union, KenGold. Dakika ya pili tu ya mchezo. Tunaendelea kuangalia matukio ambayo yanastahili kadi na maamuzi ambayo yalikuwa yanachukuliwa na waamuzi ambayo walikuwa wanachezesha mechi hizi. Kevin Yondan hapa, kuna namna yote alikuwa na nia ya kucheza mpira? Hapana. Tuseme alikuwa na nia, obviously alikuwa na nia ya kutaka kucheza mpira, lakini kazidiwa na mpinzani wake. Kuna namna yote alikuwa karibu na kuweza kucheza huu mpira? Hakuwa karibu ya kucheza mpira. Mpira alikuwa na umiliki mchezaji wa Coastal Union. Okay. Kwa hiyo yeye akawa na mdisturbance sana mchezaji wa Coastal Union, mshika mikono, miguu, ili mradi shambulizi lisiende kumwathiri kwenye timu yake. Tumesema kadi haina dakika. Dakika ya pili ya mchezo hii tukio limetokea. Ilikuwa sahihi Jordan kuonyeshwa kadi ya njano? Ndio. Ilikuwa sahihi? Ilikuwa sahihi. Ilikuwa inastahili kwa sababu hakuonyeshwa kadi ya njano. Hapo ilikuwa inastahili kadi ya njano. Kwa hiyo ilikuwa inastahili aonyeshwe kadi ya njano, au sivyo? Kwa kosa alifanya Yondan. Obvious. Yaani ilikuwa ni lazima apewe kadi ya njano. Haijalishi ni dakika ya ngapi. Why? Kwa tukio lolifanya sio la kiungwana. Kuzuia shambulizi. Maana alikuwa anazuia shambulizi. That's it. Alikuwa ana kwa Kiingereza alikuwa anasema a promising attack. Yes. Shambulizi yenye tegemeo la kupatikana goli. Yeah. Au sivyo? Yeah. Lazima hii ingestahili kwenda na kadi ya njano. Yeah. Au sivyo? Yeah, yellow card. Haya. Mechi hiyo najaribu kumwangalia mwamuzi, hii mechi aliapply kitu gani? Nani mwamuzi huyu? Mwamuzi nani huyu jina? Ni katika hawa vijana wetu ambao wamekuja. Nadhani huu ni msimu wake wa pili. Okay. Yeah. Manase, hebu amua hapa. Amua, wewe ndio referee wa huu mchezo. Unadhani kwa nini wachezaji wa KenGold wamemvaa referee, wanamlalamikia kitu gani? Haijaingia goli, mpira umetoka nje. Unadhani kwa nini walienda wakamharas mwamuzi? Hao walikuwa wanatafuta njia kumwini referee hapo. Kumwini kwa kufanya nini? Kumbuka mpira unaenda kupigwa corner kick. Ndio. Ilistahili kwa corner kick? Hapana, haikustahili. Haikustahili kwa sababu mtu wa mwisho kwenye kundu amegusa ule mpira. Sio kipa kaucheza mpira?
Huyu hapo, huyu. Hapana, amegonga nguzo moja kwa moja. Mchezaji wa Costa amepiga mpira ukaenda ukagonga nguzo ukatoka. Why unadhani referee alitoa kona? Mwamuzi hakuona na hakika na tukio Kwa nini hakuona na yuko uwanjani? Kwanza naona alikuwa hakuwa njia sahihi ya mwamuzi. Hakuwa eneo sahihi iliyostahili kuwepo. Kwa hiyo hakuweza kuona ile tukio kwamba sahihi kabisa. Au sivyo? Alikuwa mbali kabisa huko. Sasa Ken Gold ni timu ambayo ilikuwa inapambana isishuke daraja. Kwa kupoteza hii mechi rasmi wameshuka daraja. Wamerudi ligi ya Championship. Kule kwa ndugu yetu kina Ali Malibai. Na si unafahamu leo kuna mechi kati ya Transcamp na Mtibwa Sugar. Hapa uwanja wa TFF Kigamboni. Imechezwa leo jioni hiyo mechi. Inachezwa leo. Sahihi kabisa. Ni mechi ambayo imevuta hisia kubwa sana. Ndio. Hiyo. Mmoja anapambana ajiimarishe asishuke daraja. Asicheze playoff. Mwingine anataka ashinde atangaze ubingwa wa championship. Au sivyo? Ni sahihi kabisa. Haya. Lakini kumbuka Mbeya pia kuna mechi. Mbeya City na Cosmo. Na wao wanataka kupanda. Wamecheza pia leo jioni. Wanacheza leo jioni. Na wamecheza leo jioni. Wamecheza leo jioni. Sawa, hujapata matokeo. Hujapata matokeo mpaka sasa hivi? Mimi sijapata sisi. Wewe unayo tayari? Okay, sawa. Nitakupa baada ya nani hii. Haina shida. Kwa hiyo maamuzi kama haya ndio tulikuwa tunajaribu kuangalia kwamba nini referee kama mzazi anatakiwa kuapply kwenye mechi husika. Sasa nakuja kuimalizia hii hapa. Manase, nipe jibu. Hii tukio nipe jibu. Nini? Mbona umeanza kusema ya mapema? Penalty. Nimeona penalty hapo bwana. Afu umeiona? Mwamuzi kapeta bwana. Huyu hapo. Penalty wazi kabisa. Dakika ya 34. Costa akiwa anaongoza goli moja. Penalty ya wazi kabisa hiyo. Lakini mwamuzi amekaa wapi nao? Afu naye yuko maili 200 huko. Yupo nani? Yuko kwenye penalty hapa. Mwangalie vizuri, yupo kwenye penalty. Mwangalie vizuri. Mwamuzi amekaa maeneo gani? Engo aliokaa mwamuzi. Huyu hapa alikuwa kwenye penalty yake hapa. Okay, lakini engo aliokaa alikuwa kulia. Tatizo nilichogundua kwa huyu mwamuzi hajui kwenda na pati. Njia ile njia hajui kutumia. Ameenda kwenye penalty arc badala ya alitakiwa kuwa nyuma ya huyu mchezaji jezi namba 11 ambaye alitakiwa awe somewhere hapa, au sivyo? Yes. Mbona alikokuwa kulia huko? Ingependeza mwamuzi tungekuwa tunamwona somewhere hapa. Hapa. Either hapo hapo. Hapa. Alistahili kuwa kwenye eneo fulani hapa. Maeneo hayo hapa. Au sivyo? Sasa yeye amekimbilia ameenda kwenye huku. Ni kwenye assistant kule kwenda maeneo ya kulia. Au sivyo? Wakati mpira main attempt ilikuwa huwezi kuona tukio. Kaengo aliyokaa mwamuzi. Right angekaa kwenye eneo hili namba 1 na namba 2, eneo hili. Obvious, very clear angeona hili hapa. Angeona. Kwa hiyo hii ni kosa ya positioning yake ndio imesababisha asiweze fanya mazoezi sana. Inabidi. Ni chipukizi anatakiwa aongeze mazoezi. Haya. Naomba napate walimu wa kumshauri huko. Sasa kukoa sehemu. Hapana. Hii tulishaitizama. Sasa bwana, hii ndio ile clip ambayo nilitaka kumzungumzia ndugu yangu Shamis. Sawa? Simba vs Stellenbosch. Kombe ya CAF. Mechi iliyochezwa shirikisho. Ambao mechi imechezwa South Africa. Yes. Okay. Na Simba kufanikiwa kuingia hatua ya finali. Kwa aggregate goli 1-0. Okay. Sawa. Stellenbosch
walifanikiwa kugusa nyavu za Simba, sio kufunga goli. Hawakufunga goli. Tunakubaliana? Ndio. Hawakufunga goli, waligusa nyavu za Simba. Ndio. Au sio? Sahihi. Kwenye sheria namba 10, determining the winner of a game, au sivyo, kumpata mshindi wa mchezo, wakati wa ufungaji wa goli tunazingatia nini? Sheria namba 10 ili liwe goli halali ina vitu vifuatavyo. Kwanza ni lazima lifungwe liwe goli halali kwanza. Lisiwe goli limefungwa katika njia la offside. Lisiwe goli limefungwa kuna tukio lolote ataki amefanya aidha kushika. Lakini pia isiwe amefanya faulu yeye. Okay. Huyu anayefunga goli. Anayefunga ataki, anayeshambulia. Manase? Kuna vitu vingi vya kuzingatia. Hebu niongezee na wewe. Hapo alafu liwe limevuka mstari wa goli mpira wote. Okay. Sawa. Lingine? Katika milingoti mitatu. Hiyo tunasema kwamba, mimi nimesema kwamba Stellenbosch walifanikiwa kugusa nyavu lakini mwamuzi akakataa hilo goli. Ndio. Kwa maelezo kwamba ilikuwa ni offside. Sahihi. Au sio? Ndio. Sasa kwa nini hii tukio limekuwa offside? Limekuwa offside. Kwa nini limekuwa offside? Mpira umetoka kulia hapa unakwenda katikati. Yule bwana mwenye jezi nyekundu pale alikuwa tayari ameotea. Rangi nyekundu imezoeleka kutumika na Simba. Sasa hapo lakini hapa Stellenbosch wametumia jezi nyekundu. Kwa hiyo tunaanza hapa, ndo mpira unatoka namba 1 kwenda kwa namba 2. Sawa? Ndio. Kwenda kwa namba 2. Stellenbosch namba 2. Huyo namba 2. Au sivyo? Huyu namba 2 wakati mpira unatoka hapa. Au sivyo? Ndio. Unatoka kwa namba 1. Namba 2 alikuwa kwenye nafasi gani? Alikuwa nafasi ya kuotea. Anakuwaje kwenye nafasi ya kuotea wakati nyuma yake kuna mchezaji wa klabu ya Simba? Bwana, kwa mtazamo wangu hapo mguu hapo umeshazidi hapo. Jamani, twende taratibu. Mguu ule pale umeshazidi. Twende taratibu. Mguu upi umezidi? Mguu ule pale namba 2, yule mguu wake wa kushoto wa kulia umetangulia bwana. Amezidi mguu, amezidi bega, amezidi kichwa, goti lake. Halafu huyo bwana ndio hakufunga goli. Huyo bwana mpira umefika kwake akarudisha nyuma. Unajua sisi tunafaidika sana hii mistari ya Ochoro hapo tunafaidika sana sisi. Tofauti ukikaa moja kwa moja kuna vitu ambavyo vifaidiki. Mimi hii wakati naangalia mechi nilijua tayari Simba kafungwa goli. Nikasema sasa Simba wakazane wapate goli au waende kwenye matuta. Alafu huyo bwana hajafunga goli. Yule yeye ndio alitoa pasi. Nilizoona tu referee hata mimi hivyo. Referee ameenda kwenye ameita. Anasema subirini. Nasikiliza. Nikasema goli hili linakataliwa. Kwa nini? Lakini baada ya Simba nao tunamuona Captain Mohamed Hussein alienda akawa anaongea na wajanja sasa hivi. Na referee akawa anambia subiri. Nasikiliza hapa. Mwisho akamwambia nenda. Akaenda kujiuliza ibidi aende mwenyewe. Bahati mbaya mimi nimekuwa nikipokea comment mbalimbali kutoka kwa wadau. Kuna wale wanaosema Simba alibebwa katika maamuzi haya. Nikawaambia jamani, naomba mtuachie jopo letu la waamuzi wa staafu, tutakuja nalo hili kwenye kipengele cha mwisho. Mbelwa, wajibu. Osman, nizungumze wazi kwa faida ya
watazamaji wetu na washabiki wetu na watu wa mpira. Sawa. Hii halikuwa goli halali kwa sababu mchezaji wa Stellenbosch ya South Africa alikuwa tayari alishazidi. Unaposema alikuwa ameshazidi, ni vitu gani tunavyovitizama hapa? Kwa maana tunavyovitazama, kwanza amepata faida katika nafasi ambayo alikuwepo, amepata faida, Sikia, Simon, waambie mchezaji si aliyefunga goli, aliyetoa pasi ya kisigino, huyo hapa. Ambaye ndiye aliyesababisha mpira ukaenda kwa mfungaji. Alikuwa ameotea. Kwa hiyo kuotea kwake ametoa pasi ya faida wakati yeye si haitakiwi kisheria na sheria namba 11 hii. Yes. Kwa hiyo utaifaidishaje timu ambayo mchezaji alikuwa kwenye nafasi ya kuotea? Kwa hiyo halikuwa goli halali kwa sababu ya mchezaji wao alikuwa ameshaotea pamoja na kutoa pasi nyuma. Lakini yeye aliyetoa pasi nyuma alikuwa kwenye nafasi ya kuotea. Kwa nini tunasema alikuwa ameotea? Alikuwa karibu zaidi, alikuwa karibu zaidi wa goli la wapinzani kuliko wapinzani wawili. Jamani, imeeleweka hiyo? Kwa nini aliyekuwa anapiga cross, kama mnaona mpira uko juu ya mstari wa blue, lakini aliyeenda kutoa pass yeye tayari ameshaingia kwenye mstari mwekundu. Kwa maana ya kwamba hapa hatuzungumzi mkono. Angalia goti la huyu mchezaji wa jezi nyekundu. Angalia hii goti. Ngoja tukuwekee darubini yetu hapa. Goti limegusa huo mstari mwekundu. Sasa hii ndio inayosema kwamba huyu mchezaji alikuwa karibu zaidi na mstari wa goli la wapinzani kwa goti lake kuwa karibu zaidi hapa. Manase, tuko sahihi. Unacha kuongezea hapa? Hapo hakuna cha kuongezea kwa sababu tayari ni hapo sasa umeutengeneza kabisa, yani hata yeye mwenyewe mtazamaji ataiona kwamba mguu wake ule tayari ndio ulikuwa umeshaotea huo. Na hapa tunaangalia ni wakati mpira unapigwa unaelekezwa wapi? Wakati huu mpira ulipokuwa unatoka kwenda kwa huyu mheshimiwa, goti lake tayari limezidi, lilikuwa offside. Sawa. Kwa hiyo kiutani watajua wao. Sisi wataambiana ufundi zaidi. Kwa mujibu wa sheria ambayo mwamuzi alihukumu hii goli kwa offside, ni kwa sababu hii wakati cross hii inapigwa, mchezaji aliyetoa pasi ya mwisho kwenda kwa mfungaji tayari alikuwa ameotea. Basi mpenzi mtazamaji, kwa siku ya leo naamini kabisa umepata darasa moja kabambe kabisa, na sikukuu yako ya wafanyakazi naamini kabisa imeenda salama vizuri kabisa, na niwashukuru sana ndugu zangu wenzangu Simon Francis Mbelwa na Idi Ahmed Manase kwa darasa ya kipekee kabisa. Sasa kabla hatujaondoka, hebu nirudishie kwanza vitu vyangu ambavyo ulionyeshwa kadi nyekundu. Unaringia vitu sio vyako. Potelea mbali. Hadi wiki ijayo nikutakie utazamaji mwema kabisa wa vipindi vinavyofuata vya Azam TV, burudani kwa wote. Asanteni sana. Bye.